kadhi wa wilaya Ilemela na ndio amir da'wa wa mkoa wa Mwanza. Yeye mada aliyopangiwa kapangiwa umuhimu wa kutoa baada ya kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hapo mwanzo nisema mahali popote Allah Subhanahu wa Ta'ala alipohitaji swala, vile vile alitaja utoaji, iwe ni zaka iwe ni sadaka, huo ni utoaji tu. Na hata Sheikh alitolea aya inayosema khudh min amwalihim sadaqa. Allah anamwambia mtume, na ndio tunaambiwa sisi, kwa sababu al-khitabu al-khas bin nabii sallallahu alayhi wasallam yatanawalu hukmuhu al-umma ila idha dala dalilu ala ikhtisasihi. Khitabu anayoelekezewa mtume ndio inatuhusu sisi. Kwa hiyo mtume alivyoambiwa khudh min amwalihim sadaqa, chukua kwenye mali zao sadaqa, ndio wanaambiwa viongozi wa Waislamu wachukue kutoka sadaqa. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, wale wachangishaji huwa wachangamkia fursa katika misikiti watu wa kweli, lakini mara tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hasa ni mchoro amiru da'wa tunakuja hapa faidishe tunaishi vipi Ramadhani katika la utoaji. Tafadhali mashkura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzipeleka rehema na amani kwa mbora wa umma Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza ni pongezi kubwa kwa shekhe wetu wa mkoa wa Mwanza kwa kufikiria jambo hili ambalo ni jambo limekuwa halipatikani, kuweka kongamano kuzungumza baada ya Ramadhani. Kila mmoja anatakiwa kwenye nafasi yake afanye nini. Lakini pia ni shukuru msimamizi wetu pale aliposema kwenye swali kuna majadiliano. Inawezekana muulizwaji wa swali akawa hawezi kulijibu, lakini kwa sababu ni majadiliano inawezekana mwingine akalijibu, na ndio maana pia aweza kujibu swali hilo. Pia nimpongeze kwa hilo kiongozi wetu. Ima kwa dakika nyingi nilizopewa kwamba inaonekana watu wengi mwezi wa Ramadhani wanatoa sana sadaka, lakini baada ya Ramadhani hawatoi. Ima wanatoa watu zaka, maana yake imekusudiwa hapo sadaka na zaka ganisha. Mimi nianze kwanza kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walladhina yakzuna adh-dhahaba wal-fidda wa yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim. Maneno haya ni magumu, lakini ni magumu kwa sababu gani? Ni kwa sababu maneno aliyoyatumia Allah ni tofauti na sisi Waislamu tunayoyaelewa. Alipokusudia Allah kuzungumza maneno yake, biana maneno ya Allah ni sheria. Na sababu ni sheria, Allah anaposema jambo anakutaka wewe mpokeaji usimtazame shekabeke aliyesema. Yaani utambue kwamba sheria inataka ikuone kile ambacho imekufikishia umefanya. Utaona mfano Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kutaja sifa ya wale ambao Qur'ani ni mwongozo kwao.
anasema aliposema huda lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ghaibu nini? Ghaibu ni sheria ndio inataka ikuone. Je, wewe ulipoambiwa hii Qur'ani itakuwa mwongozo kwako, na hii sadaka watakotoa watakuwa katika mwongozo huu, je, wewe mwenyewe umekwishaamini kwamba ni sheria ndio inataka? Sasa tunapofikia mahala hatuamini sheria ndio inayotaka tufanye, tunaamini mzungumzaji ndiye anayetaka tufanye. Ndio hii unaona mwezi wa Ramadhani watu wengi wanajitolea sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu Ramadhani moja kwa moja ile sheria yenyewe imekuja kufanya. Hakuna mtu anayeshauri mwezi wa Ramadhani, hayupo. Nani alinadi akasema sasa Ramadhani ndio ni msali? Hayupo mwenyekiti. Kwa maana Ramadhani yenyewe kwa sababu ile sheria imeshuka ndani ya Ramadhani, tayari inakufanya wewe mwenyewe uiogope ile sheria, inakufanya unaingia ndani ya masjid. Sasa tunapoondoka Ramadhani, ile sheria ile inakuwa tayari inaonekana haipo kwenye akili zetu. Na inapoondoka kwenye akili zetu, ndipo pale ambapo tayari sasa wewe unatoa sadaka, unaona hakuna umuhimu wa kutoa sadaka. Ulikuwa unatakiwa utoe zaka, kuna umuhimu wa kutoa zaka. Kwa sababu gani? Kwa sababu laiti tungelitambua. Kwanza tuangalie mfumo wenyewe wa zaka. Na tukiufahamu mfumo, ingewezekana hapa leo tunazungumza wala tusingekuwa tunatumia nguvu kubwa ndani ya Ramadhani. Tulitakiwa tumie nguvu kubwa baada ya Ramadhani. Kwa sababu Ramadhani yenyewe inajitosheleza. Unzila fihi Qur'an. Na Qur'ani ndio mwongozo. Sasa kama Ramadhani atembea na Qur'ani, yani yenyewe inajipa mawaidha, yenyewe inakushawishi, yenyewe inakufanya wewe utoe bila kuambiwa. Kwa sababu ni mwezi umekuja na sheria ambayo tayari wewe unaiamini kabisa kwamba navuta bangi, hii sheria imekuja nikifuacha, nisipoacha bangi sheria itanihukumu. Nisipoacha sheria itanihukumu. Ramadhani ikiondoka, maana ile sheria na yenyewe ambayo ni Qur'an inaonekana imeondoka, unajiona uko huru. Sasa tunapojiona tuko huru, ndipo tunapouua Uislamu. Kwa sababu malengo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuifaradhisha zaka, malengo makubwa yako zaidi 20, lakini kwa sababu ya muda kwa mkubwa niseme manne. Jambo la kwanza, mtume anahama, anatoka kwenda Madina. Wakati ule anahama mtume hana hela. Na walionao waliomfuata mtume, tayari wale waliomfuata mtume wengine pia wameacha mali zao. Wanafika pale bado kongamano wa vita na vurugu inafuata. Wanafanyaje waweze kupata silaha? Wanafanyaje waliokuja wapate bora? Wanafanyaje waliokuja wapate uchumi? Akagundua pasipo na uchumi hawa hawatoweza kupambana na Uislamu. Unanunuaje silaha huna? Unawezaje kuimarisha dini huna uchumi? Wakati mtume anakuta pale pia anakuta yamnauna al-maud, kama alivyokuwa Sheikh Abeke leo mwanzo. Sheikh Abeke katoka Kigoma, alipofika hapa yeye akaambiwa unakuwa shekhe wa mkoa. Akaamini anaisimamia dini, lakini wakati ana shekhe wa mkoa hana uchumi. Na hawezi kuingia, hauna uchumi. Akaamua kuanzisha utaratibu, lazima tuchangie ili tuwe na uchumi, tuweze kwenda mbele. Anakuwa miongoni mwa vitu vilivyotakiwa kuzalisha wakfu zote BAKWATA haina. Halafu ndio ilikuwa ya Daud al-Maud. Sasa BAKWATA uchumi haina, unawezaje kuendesha dini? Kwa inafikia mahala leo sasa unaona wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah aliamuru ile zaka itolewe, ikawa ni sababu ya ile Kwa hiyo baada ya Ramadhani watu wakawa hawawezi kutoa, wanakuwa na nyoyo ambazo zimevunjika.
kwa sababu kwanza sheria wanaiona kama imeondoka, lakini mbili, wanasahau malengo ya kutoa sadaka na zaka. Malengo yake makubwa ni kuimarisha Uislamu, ni kuimarisha nguvu za Uislamu. Ndio Allah akasema walladhina yaknizuna dhahaba wal fidda, na wale ambao Allah ameweza kuwapa uwezo, walau ni machinga, unaweza kumiliki 2000 na ukitoa 500 hauathiriki kwenye uchinga wako, unapewa, unaweza kuwa na mazao ambayo ukiyavuna mazao ukiuza unaweza kutoa, halafu ukaacha kutoa wakati sheria imekuona una uwezo wa kutoa. Allah anasemaje? Fabashirhum bi'adhabin alim, wabashirieni adhabu iliyokuwa kubwa. Kwa kumaliza hizi dakika zangu, ni guse hapa ambaye mtu mmoja, huyu mtu alikuwa amefatwa kwa ajili ya kuulizwa habari za zaka hizi. Alipofatwa kwa ajili ya kuulizwa habari za zaka, kilichotokea ni kwamba yeye alipokuwa anaulizwa ile zaka yenyewe, akawa anazungumzia namna 3 ambazo alizoulizwa. Namna ya kwanza aliulizwa mal fardhu, faradhi ni nini? Bwana Shubli anaulizwa na mtu mal fardhu, lazima ni nini hii faradhi ain, yani sheria inataka ikuone. Akasema hubballah, faradhi ni wewe kwanza kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akauliza pia wama sunanu, na suna sasa ni nini? Kwa sababu hapa tumeona hii ni kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa sunanu nayo ni nini? Sunanu akasema tarku dunia. Ukiona watu wengi ambao hawawezi kutoa sadaka, hawawezi kutoa zaka, watazame katika vitu ambavyo vinawafanya wasitoe, ni wao kuipupia hii dunia. Na wanapoipupia dunia, ina maana ile dunia ukishaipupia, hakuna namna ambavyo wewe unaweza ukapata lolote kutokana na ile dunia ambavyo tayari umekwisha ifatia. Namalizia hapa, wasuila alipokuwa anaulizwa huyu bwana katika hii, namalizia wa amma sunanu faqala tarku dunya, akasema ni kuiacha dunia. Qila, akasema tena wama miqdaru zakat, kiwango cha zaka nacho kinalipaje? Huyu bwana Shubli yeye akasema badlul jami'u, yani kiwango cha zaka hakuna cha kiwango, yani ni kutoa zote ulizozipata, yani ukipata toa zote. Jamaa kaona sasa ikali, yani tena hata zaka tena haina kiwango, ni kutoa zote. Faqila, yule bwana akamwambia wa Shubli, alaysa 5 darahima min 100 dirham, sio kwamba mtu akiwa na dirham 200 atoe dirham 5, kwa sababu sasa kama kiwango cha zaka ikiwa zote kisa inakuwa mtihani. Sio kwamba mtu akiwa na 200 atoe 5. Sikiliza majibu ya huyu bwana, yeye alimjibuje? Qala, akasema dhalika ala al-bukhalau, watu mabakhili ndio huwa wanasema 200 kwa 5. Sasa yule bwana alivyoambiwa hivyo, qala lahu sa'id, yule muulizaji akaona kama ameshangazwa, akasemaje? Akasema man imamuka fi hadha al-madhhab, wewe bwana Shubli, wewe kiongozi wako unamtegemea na hoja yako hii ya kusema mtu kwenye zaka anatakiwa atoe zote na wala sio hizi 200 kwa 5, wewe unasimama katika mrengo gani? Qala, akasema Shubli, Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, mimi bwana muongozo wangu ni Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu, haithu tasaddaqa bi jami'i mali, wakati ambapo yeye Abu Bakar alipokuwa na mali yake hakusubiri Ramadhani. Kwa sababu aliamini kutoa zaka ni kuimarisha Uislamu. Kama leo kutoa sadaka tunaimarisha vituo vya afya, tunaimarisha uchumi wa watu wa Tanzania, tunaimarisha uchumi wa madrasa, tunaimarisha uchumi wa misikiti. Maana yake sasa hatuwezi kuimarisha uchumi kama tutakuwa asili yetu ni kutoa wakati wa mwezi wa Ramadhani. Na hili na maimamu pia tuwaase, kwa sababu na wao tumeingia katika mfumo huo. Yaani utakuta mwezi wa Ramadhani ndio imamu anaanza kupanga aya. Hizo aya kizigonga, hata kama ulikuwa hutaki kutoa utatoa. Wakati Ramadhani ilikuwa ni laini, hizi aya tunatakiwa tuzitumie baada ya Ramadhani. Walafu minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khaira. Kwa kweli
kweli Sheikh Hassan Mchondo amegonga mahala pake. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati watoka Maka waenda Madina hakuwa na fedha yoyote, na kule Madina akawakuta wale wayamnauna al-ma'un, yani yeye anawahimiza watu watoe, lakini kuna wengine wanawazuia watu kutoa. Na mfano huu akauleta kwa shekhe wetu wa mkoa alipotoka Kigoma akaja hapa Mwanza, wakati anaambiwa wewe ndio utakuwa shekhe wa mkoa, yeye hakuwa na kitu isipokuwa rasilimali kubwa ni watu. Yaani ukikosa rasilimali watu ndio umekosa fedha. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa hapati shida kwa sababu alikuwa na rasilimali watu, na watu walikuwa wametengenezwa. Siku moja Mtume anahamasisha watu watoe sadaka. Wakanyanyuka maswahaba, kila mmoja anakwenda nyumbani kwake kuchukua fedha. Akaja Saidina Umar bin al-Khattabi na mzigo wa pesa akaubwaga mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema, Umar, mali nyingi sana hizi, kama abqaita li ahlika, huko familia yako umewabakishia kiasi gani? Umar akasema, nisfaha, nimebakisha nusu ya hiki nilicholeta. Yaani kwa mfano hii leo wewe una milioni 5 benki au milioni 500, kisha unakwenda unachukua milioni 250 unazileta kwa shekhe hapa, unasema ninazitoa fi sabilillah. Ndivyo alivyofanya Saidina Umar bin al-Khattab. Lakini muda kidogo anakuja Saidina Abi Bakar Siddiqi na zigo la pesa analibwaga mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunamwambia Abu Bakar, kuna mali nyingi sana hizi, kama abqaita li ahlika, watu wako umewabakishia nini? Saidina Abi Bakar Siddiq unajua alisema nini? Alisema abqaitu Allah wa rasulahu, huko nimembakisha Mwenyezi Mungu na Mtume. Saidina Uthman ibn Affan kulitokea vita, maswahaba wakakwenda vitani, lakini hawana mnyama, hawana wanyama, hawana silaha, hawana zadi watakayotumia watakapokuwa vitani. Kaja Saidina Uthman ibn Affan mbele ya Mtume anasema, alayya jihaz man la jihaza lahu, mimi ninatoa maandalizi ya vita kwa asiyekuwa na uwezo wa kufanya maandalizi ya vita. Kwa hiyo Mtume alifanikiwa kwa sababu alikuwa na rasilimali watu, na wale watu walitengenezwa. Mfano hii leo tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni madrasa, ni shule, tuwatengeneze watu ili Ramadhani ikimalizika tusitumie nguvu kubwa tunapowaambia watoe. Na hasa Waislamu tunapoona shekhe wa mkoa anafanya juhudi kubwa, manake Allah anasema waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sema ya Muhammad kuwaambia waumini, fanyeni, mkifanya Mwenyezi Mungu ataona kuwa mmefanya, na mtume wake ataona, na waumini wataona. Kwani si vipofu? Hatuoni anayoyapigania shekhe, hatuoni anayoyafanya shekhe. Ni jukumu letu sisi kumuunga mkono shekhe. Leo tunaweza tukawa tunaona tuko wachache hapa, lakini wallahi tunazungumza na ulimwengu mzima kwa sababu tuko live. Na mimi mara nyingi huwa namwambia shekhe, hata kama ni watu wanne, kama kuna vyombo vya habari wewe zungumza. Leo hii kuna watu wanatufuatilia wakiwa Omani, wakiwa Abu Dhabi, wakiwa Dubai, wakiwa Marekani, wakiwa Uingereza. Haya tunaoyazungumza wao wanasikia, wananufaika nayo. Na kama kuna lolote la kuchangia, nao pia wanaweza kufanya nini? Wakachangia. Kwa hiyo rasilimali watu ni kitu muhimu, na watu watengenezwe. Na ikiwezekana hata Baitul Mali iwepo, kwa sababu wakati wa Mtume kulikuwa kuna Baitul Mali. Sasa Sheikh Hassan Mchondo, nini sasa kifanyike baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tusitumie nguvu kubwa? Haya Sheikh. Njoo. Nisiwe muulizaji mimi, tunakati kuna wengine hapa. Baba. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Na swali kidogo Sheikh, katika mada ya Sheikh pia ameuliza kuna swala la zaka. Sasa nataka kuuliza kwa chama zetu hizi
kiwango gani ambacho mtu akifikia sheria inamtaka yeye ndio aanze kutoa zaka? Kwa sababu tunasomeshwa katika kitabu cha fiqh vitu vya niswabu tijara. Kuna kiwango cha mwanabiashara au kuna hurumu tijara. Kwa sasa ni kiasi gani ambacho akifikia mtu sheria inamtaka huyo aanze kutoa zaka yenyewe? Kwa zama zetu hizi, acha hii asema 100 darahim tatoa 5 dirham, nadhani kwa wakati wa zamani, kwa zama zetu sisi tunataka hii istifsari. Inshallah zama hizi zimekadiriwa kiwango kisichopungua 750,000, na siku moja nilikuwa nikimwambia shekhe, ikiwezekana tukae tuone, kwa sababu inawezekana tukakosa zaka kwa sababu ya vipato vya watu wa sasa, kwamba wenye viwango vya kuweka 750,000 unaweza ukuta ni wachache zaidi kuliko ambao wenye 200,000 na 100,000. Pia tukawa tunafanya mfumo, kwa mfano sio dhambi kuiga jambo zuri hata kama anayefanya sio Muislamu. Leo tunaona baadhi ya wenzetu kule makazini katika orodha, yani unakuta moja kwa moja, kwa sababu wao labda wana roho nzuri, sio yamnauna almaun, yani anajua kwenye mshahara wake, yani wao wanaita kila mwezi anatoa fungo la 10, yani wao wanajua hivyo. Kwa hiyo kila mwezi kwenye mshahara wake anajua kama ni 600,000 tayari kule itakwenda shilingi 50,000. Kwa hiyo nadhani pia shekhe wa mkoa na baraza hili la mashekhe, ikiwezekana pia sio vibaya tuone, kwa sababu 750,000 yani mpaka dunia itatanduka, inawezekana watu wenye kutoa zaka wasipatikane. Kwa hiyo niweze kujibu hapo. Alkamalu lillah. Assalamu alaykum wa barakatuh. Na somo hili la zaka ni pana kidogo na tutaliwekea muda, kwa sababu hakuna kitu kizito kama kushtukizwa swali na hauna kitabu. Manake zaka ina sababu, zaka ina sharti, zaka ina mani, kizuizi. Sababu ya kutoa zaka milkun nisab, ni kumiliki kile kiwango. Sasa je, ukifikisha kiasi gani cha pesa unatakiwa uanze kutoa zaka? Hilo pia linatakiwa lifahamike. Lakini baada ya milkun nisab, huu wajibu wa kutoa zaka yatawakafu, huwa unadumaa. Umeshamiliki kiwango lakini huwezi kutoa, huu wakfu unasimama kwanza. Unasimama kwa sababu gani? Mpaka kile kiwango kipitiwe nini? Mwaka. Hiyo ndio sharti. Lakini pia yawezekana kiwango kikapitiwa mwaka, lakini pia ukawa huna fursa ya kutoa kwa sababu kuna mani au kuna kizuizi. Kizuizi ni nini? Una madeni, utatoaje zaka wewe una madeni? Kwa hiyo huu ni mlango mpana, tutauwekea inshallah muda maalumu ili kuweza kuwafilisha Waislamu. Tabani. Ndio Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Tunajua kwamba zaka ndio sehemu kubwa ya kuimarisha uchumi. Sisi tunapofahamu katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania tuna kamati za kuhamasisha baadhi ya mambo. Kwa mfano tuna kamati ya kuhamasisha masuala ya hija. Je, hatuoni sasa umefika wakati kwa viongozi wetu kuunda kamati za kuhamasisha matajiri kutoa zaka? Assalamu alaykum. Ni swali, lakini vile vile hapo kuna majadiliano. Kwa hiyo shekhe akijisikia kama anaweza kulijibu hili, shekhe wa mkoa anapata fursa, lakini kwa kuwa tunaye amiru da'wa na ndio kadhi wa wilaya ile Mela, kwa hiyo inshallah unapewa fursa ya kuweza kujibu hilo. Naam, ili swali mimi nalirudisha lijibiwe na ofisi ya shekhe wa mkoa, kwa sababu yupo msemaji wa ofisi ya shekhe wa mkoa, Sheikh Abu Jada, kwa sababu ndio msemaji hili swali. Inshallah kwanza tujibu hili. Kwa kweli wakati huo upo na hili limepokelewa, na kwa sababu shekhe yuko hapa anasikia, litafanywa kazi. Ikiwa tunaweza kuhamasisha watu kwenda hija na wakatoa pesa na kweli wakaenda hija, haishindikani watu kujulishwa umuhimu wa kutoa zaka, kwa sababu kutoa zaka ni moja katika zile nguzo 5 zinazojenga Uislamu, kama ambavyo tulivyo hija ni moja katika zile nguzo 5 zinazojenga Uislamu. Na katika hija
Allah amesema liman istataa ilai, kwa mwenye kuweza kwenda, na zaka hivyo hivyo kwa mwenye kuweza kumiliki. Sasa tunao watu ambao wana uwezo wa kutoa zaka. Hawa ni kufuatwa na kueleweshwa tu. Ukifanyika utaratibu mzuri, mimi nadhani hili linawezekana, limekwisha kupokelewa. Tafadhali njoo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Mimi shekhe, nilikuwa napenda kujua katika taasisi zetu hizi zinazomiliki mali za wakfu, wao pia hawawezi kufanyia utaratibu wa kutoa zaka? Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika taasisi zetu hizi binafsi zinazomiliki haziwezi na zenyewe zikatoa zaka, na ndio maana unaona wanaipiga vita Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, kwa sababu ukisikia kadhi anasimama na hilo jambo. Na hata Mheshimiwa Rais wakati alipotaka kadhi atambulike kisheria, hawa wenzetu ndio waliokataa, na kukataa kwao waliamini kwamba ikipita na wao watatakiwa Waislamu wanufaike kutokana na zile mali ambazo pia za Waislamu. Sasa kwa sababu hili pia lipo kwenye ofisi, manake hili lipo kwenye ofisi ya Sheikh wa mkoa ambaye ndio msimamizi wetu, sasa ikimpendeza pia analirudisha tena kwa msemaji wa ofisi ya Sheikh wa mkoa ili aweze kulizungumza hili. Mimi nadhani kwa kuwa tunaye Sheikh msikivu na utendaji kazi wake nyinyi mnauona, Sheikh halali kwa ajili ya Uislamu, halali. Hivi juzi tu hapa kulikuwa kuna mashindano ya Qur'ani pale Nyamagana, akahudhuria yale mashindano, lakini akaomba dharura ya kwenda Simiu, na alipotoka Simiu akaenda mahala. Kwa hiyo ni mpambanaji. Yote haya nichukuliwe kwamba ni maombi ambayo anaombwa Sheikh, ikiwezekana, kama hilo linawezekana lifanyike, na mimi nadhani haliwezi kushindikana. Lakini pia kuna hawa wafuatiliaji wetu wanaofuatilia kupitia katika mitandao ya kijamii, kupitia Manazil Online TV na kupitia Al-Burhan Online TV na kupitia Ikra FM Radio. Wana maswali ambayo wameuliza kwa njia ya mitandao ya kijamii. Mmoja ambaye anaitwa Khadija Idrisa, yeye anauliza, anasema, Shekhe, mimi nisipotoa zakatul fitri funga yangu itakuwa kwenye hali gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Amefaulu, kwa hakika amefaulu mwenye kujitakasa na akalitaja jina la Mola wake na akaswali. Wafasiri wa Qur'ani baadhi yao wanasema hii kad aflaha man tazakka ni yule mwenye kutoa zakatul fitri. Huyo amefaulu katika funga yake. Lakini alipotoa zakatul fitri wa dhakara isma rabbih fasalla, na akalitaja jina la Mola wake na akaswali, yani akatoa takbira zaidi na akaswali swala ya Eid. Wapo wanaozuoni wanasema hivyo. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema saumu Ramadhan muallaqu baina samai wal ard, funga ya mwezi wa Ramadhani uning'inizwa baina ya mbingu na ardhi, la yurfa'u illa bi zakatil fitr, hainyanyuliwi kupelekwa mbele ya Allah ila kwa kutolewa zakatul fitr. Na hapa ni kinaya, wanasema haikubaliwi tu ila kwa kutolewa zaka ya fitri. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu hakubali kitu kichafu. Kullu ibn adam khata, kila mwanadamu ni mkosa. Hata ndani ya mwezi wa Ramadhani tunakosea, hata kama ni madhambi madogo madogo, tunafanya nini? Tunakosea. Kwa kila mwanadamu ni mkosa. Sasa haya madhambi madogo madogo huenda yakachafua saumu zetu. Yanatakaswa na nini? Yanatakaswa kwa kutolewa zakatul fitri, ili ibada ya funga hii
ifike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa safi. Ikiwa ina uchafu, Allah haipokei, anapokea kitu kilichokuwa kizuri. Lakini pia tukaambiwa zakatul fitri kasijidati sahwi fi salat. Zaka ya fitri ni kama vile ile sijida ya kusahau katika swala. Mtu anapokuwa amesahau, kafanya upuuzi fulani kwa bahati mbaya, ule upuuzi unafutwa vipi? Unafutwa kwa kuleta sijida mbili baada ya nini? Baada ya swala. Kwa hiyo ikiwa wewe hutoi zakatul fitri kwa makusudi na uwezo unao, una hatari funga yako isifike mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani isikubaliwe. Hilo la kwanza. Lakini la pili, anauliza, mimi nina mzazi wangu ambaye ninamhudumia, je, nina wajibu wa kumtolea zakatul fitri? Ndio, una wajibu wa kumtolea zakatul fitri kwa sababu wewe ndio unayemhudumia, unamfuturisha, unampa daku na matumizi mengine, na hivyo hivyo hata wengine ambao wewe unawafuturisha. Ikiwa una uwezo, basi unao wajibu wa kuwatolea zakatul fitri. Nafikiri hilo limejibika. Inshallah. Nafikiri mambo yetu yanakwenda vizuri kabisa. Kongamano letu linakwenda vizuri, limependeza. Sasa kwa sababu muda hautoshi, tutaandaa siku nyingine tu, tuna muda wa kutosha. Vizuri kongamano, ndio maana kila mmoja ana hamu ya kuuliza maswali. Takbir. Na inakwenda vizuri kongamano. Shekhe, naomba uliweke akiba lile swali, utakuja kuuliza mwisho. Uliweke akiba, utakuja kuuliza. Sasa kipengele kinachofuatia sasa ni mzungumzaji wa tatu, na huyu mzungumzaji wa tatu ni Shekhe Mbisho, mjumbe baraza la ulama wilaya Ilemela. Yeye amepangiwa mada umuhimu wa kutunza toba.